voluntary tax compliance imeongezeka, lakini tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kujenga vitu viwili vikubwa. Cha kwanza, kujenga uchumi himilivu. Nyinyi mnajua tumepitia Oktoba, Novemba na Disemba, confidence ya walipa kodi kwa maana investors na consumers ilikuwa imeshuka sana. Lakini kwa sababu ya uchumi ulivyokuwa himilivu, mwezi wa 10 tuliweza kufanya vizuri, ingawaje kwa margin ndogo sana, lakini hatukushuka chini ya kiwango kilichokuwa kinatakiwa kusanya. Na mwezi wa Novemba pia hatukushuka chini ya kiwango kinachotakiwa kukusanya. Na mwezi Disemba biashara pick up sana, zimetufanya sasa tuweze kuwa na record collection ya trilioni 4 na bilioni 130. Sasa haya ni sera nzuri za uchumi ambazo zipo, lakini na mfumo mzuri wa kodi ambao umejengwa, ambao unaweza kuhimili shocks ambazo zinatokea kama test tuliyokuwa nayo, lakini bado tumeweza kufikia hapa. Kwa tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, lakini tunawashukuru sana watumishi wa TRA ambao wamekuwa wana commitment ya hali ya juu, wamejitoa kufanya kazi katika kipindi chote cha Oktoba mpaka mwisho wa mwezi, kwa maana hata baada ya uchaguzi wamekuwa wakifanya kazi tarehe 30, tarehe 31 na mwezi wa 11 na hata huu mwezi wa 12. Their hard work and commitments ndio ina reflect hii success ya kutengeneza record ya kukusanya zaidi ya trilioni 4 ndani ya mwezi mmoja. Lakini hii pia ni sign kwamba kama Mheshimiwa Rais alivyosema tunaweza kujitegemea kwa mapato ya ndani. Ni confirmation kwamba tukishirikiana, wananchi, walipa kodi, watumishi na kila mmoja, tunaweza kusimama wenyewe bila kuongeza ugumu wa kodi kwa walipa kodi, bali kwa kuongeza tax base, kupunguza ukwepaji kodi, lakini kubwa zaidi sisi sasa kama TRA kuongeza huduma ikiwemo kuimarisha mifumo ya ukusanyaji kodi. Sasa la mwisho nataka niwahakikishie walipa kodi wote tutaendelea kuwasikiliza, tutaendelea kushirikiana nao kuwezesha biashara zao, lakini kwa mwaka 2026 tumejipanga zaidi kuongeza tax base. Tumejipanga zaidi kusimamia sheria za kodi ili kuondoa tax gap kwa kupambana na wakwepa kodi wote wanaofanya tax evasion na tax avoidance. Lakini pia tutaboresha sana huduma zetu, na pia tutaimarisha sana watumishi wetu kwa uweledi, lakini na kusimamia pia uadilifu ili kusiwe na victimization, kusiwe na favoritism, fairness iendelee kuprevail. Niwaombe sasa wananchi wote wakiwemo nyie waandishi wa habari ambao na nyie tunawashukuru sana, utoaji wenu wa elimu kupitia kitengo chetu umesaidia sana kufikia haya mafanikio ambayo tumefikia. La mwisho ni waombe wananchi wote hasa walipa kodi, tunapoanza mwaka 2026 tunaanzisha mfumo mpya wa kodi za ndani, unaitwa Integrated Domestic Revenue Administration System IDRAS, ambao utaanza ndani ya mwezi huu wa kwanza. Mfumo huu unaenda kuondoa inconvenience, ni mambo mengi yatafanyika online. Tunatarajia ule usumbufu wa walipa kodi kuja mara kwa mara kwenye ofisi zetu utapungua sana. Lakini la pili,
unaenda kuondoa malalamiko ya assessment ambazo zinaonekana si za haki, kwa sababu tutakuwa na taarifa ambazo ziko sahihi, quality of assessment zitakuwa kubwa sana. Kwa hiyo itaboresha huduma kwa walipa kodi. Tumejipanga, tuta interface na systems nyingi, kwa hiyo tutawajua walipa kodi wengi, lakini pia tutakuwa na maamuzi ya kikodi ambayo ni database tax decision, tofauti na baadhi zilivyokuwa. Baada ya kusema hayo, ni watakie heri ya mwaka mpya wa 2026. I hope na nyie waandishi wa habari mnalipa kodi kwenye hii 4 trillion, na nyie kodi zenu zimo, so you will feel proud kama na wewe you are part of the contribution ya kiasi kidogo ambacho kimetolewa. Kodi yetu. Asanteni sana.